Mbinguni ni mahali ambapo Mungu huishi, mahali ambapo watu wema huelekea baada ya kufa. Kulingana na baadhi ya dini, ndio mahali kamusi inapopata fafanuzi hii. Fafanuzi nyingine inazozitoa ni pamoja na hali ya kiroho, ushirika wa milele na Mungu, na mahali au hali ya furaha ya ajabu. Uchunguzi umefanyika na ukiangalia kwa nchi kama ya Marekani, watu 89% wanaamini kwamba mbingu ipo. Na kwa kuwa au kulingana na familia ya Kikristo, watu wengi tumekuwa tukisikia habari ya mbinguni, na katika maisha yangu yote hii habari imekuwa si mpya. Na wakati mwingine huwa tunaimba wimbo, mbinguni ni mahali pa ajabu sana, kumejaa utukufu na neema, na nataka kuona uso wa Mwokozi. Wimbo tunaimba kila wakati, mbinguni ni mahali pa ajabu sana. Mbinguni ni mahali ambako Wakristo hupenda kupafikiria. Ni mahali ambapo wana ndoto za kwenda. Wakristo hupenda kuzungumzia habari za mbinguni, na ni kwa kweli ni moja kati ya vichekesho katika maisha. Watu wanataka kwenda mbinguni. Kabla ya kwenda mbali zaidi kwenye somo hili, ningependa kusimama hapa na kujibu swali. Je, mbinguni ni mahali halisi? Labda unaiangalia video hii na pengine unafikiri mimi siamini uwepo wa mbinguni. Si lolote wala mimi sina shaka katika hili. Niruhusu nikueleze kwamba ndio, mbinguni ni mahali halisi. Je, nimelijuaje hilo? Vyema, si kwa sababu ya uzoefu binafsi, sijawahi kufika huko. Imani ya mtu kuhusu uwepo wa mbinguni inategemea kwanza kwenye uthibitisho wa uwepo wa Mungu, na pili, kutokuwepo kwa makosa katika Biblia. Ingawa si kusudi la video hii, hoja inaweza kuwa na mashiko na mantiki kuthibitisha uwepo wa Mungu, na uthibitisho wa kutokuwepo au kuwepo kwa makosa kwenye Biblia ni wa kutosha. Kama unatilia shaka uwepo wa Mungu au wa mbinguni, ningekushauri uanze katika hoja hizi mbili. Utapata mambo ya msingi ya kukubaliana na mashaka au kukabiliana na vitu vyovyote ambavyo wewe unavifikiria kuhusiana na swala la mbinguni. Kwa wakati huu, tuishie au tujenge hoja moja kwa moja kama mimi na wewe tunaweza kuwa waamini wa uwepo wa Mungu, kwamba Biblia ni ya kutegemewa, kwamba mbinguni ni mahali halisi, na kwamba unapaswa kujifunza mengi zaidi kuhusu huko. Hilo likiwa akilini, hebu tuanze na swali. Je, mbingu ni nini? Kwanza, ni mahali pa makao ya Mungu. Ukisoma kitabu cha Maombolezo sura ya 3 mstari wa 41 inasema, na tumuinulie Mungu aliye mbinguni mioyo yetu na mikono. Kwa hakika ni makao ya uungu, Mungu Baba, Yesu Kristo Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 7 inasema, kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba na Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni mmoja. Pili, mbinguni ni mahali ambako wenye haki watakaa milele. Ukisoma Mathayo sura ya 25 mstari wa 34, kisha mfalme atawaambia wale waliokuwa mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Mstari huu pia unataja kwamba kuna maandalizi maalum ambayo yanaendelea mbinguni ili kuandalia wana waaminifu wa Mungu. Katika Yohana sura ya 14 mstari wa 2, Yesu alisema, nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo nisingaliwaambia, maana naenda niwaandalie mahali. Basi mimi nikienda na kuwako mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi ninyi mwepo. Lakini jambo la tatu, mbinguni ni sehemu ambapo malaika hukaa. Mathayo sura ya 22 mstari wa 30, ingawa Wakristo hupenda kuzungumzia mbinguni, ni mahali ambapo habari zake zina maswali mengi. Katika Yohana sura ya 12, Yesu amekuja hapa Bethania nyumbani mwa Mariamu na Martha, na kifungu kinaeleza kwamba Lazaro alikuwa pale. Halafu kinaongeza kusema ambaye alikuwa amekufa, lakini Yesu alimfufua kutoka kwa wafu. Na ina hivyo kuna makundi au kuna kundi la watu waliokaa mezani wakila chakula na Yesu yuko pale na Lazaro pia. Je, unaweza kufikiria huko umekaa mezani pamoja na Yesu na Lazaro ambaye alikuwa amekufa? Je, hujui kwamba kutakuwa na maswali mengi ambayo ungependa kuuliza? Hebu sikiliza mstari wa 9. Basi watu wengi katika Uyahudi
walipata kuja ya kuwa yeye yuko huko, na wakaja si kwa ajili ya Yesu tu, ili wamuone na Lazaro ambaye Yesu alimfufua katika wafu. Watu walikuja kumuona Yesu, lakini pia kumuona Lazaro. Je, ungelipenda kumuuliza Lazaro, je, ulijisikiaje ulipopumua pumzi yako ya mwisho? Je, ni nini kilitokea? Je, ulikwenda mbinguni au paradiso? Hayo ndio baadhi ya maswali au masuala ambayo watu huwa na mijadala nayo. Lazaro anatueleza au anatuonyesha kwamba itakuwaje mtu atapokwenda huko. Je, uliwaona marafiki wa zamani? Je, uliwatambua? Je, wanafananaje? Na kwenye Wakorintho wa pili sura ya 12 mstari wa 2, Biblia inatuambia, na mtamjua mtu mmoja katika Kristo yapata sasa miaka 14, kwamba alikuwa katika mwili sijui, kwamba alikuwa nje ya mwili sijui, Mungu ajua. Mtu huyo alinyakuliwa juu mpaka mbingu ya 3. Namjua mtu huyo, kwamba alikuwa katika mwili sijui, kwamba alikuwa nje ya mwili sijui, Mungu ajua ya kuwa alinyakuliwa mpaka peponi, akasikia maneno yasiyotamkika ambayo haijuzi wanadamu au mwanadamu. Watu wengi wanaamini kwamba Paulo anajizungumzia yeye mwenyewe hapa na kama ulivyoona kwamba alinyakuliwa akapelekwa huko, yeye ndiye aliyenyakuliwa mpaka mbingu ya 3. Wengi wanaamini kwamba anazungumzia katika tukio lililotokea katika Matendo ya Mitume sura ya 14, wakati Wayahudi walipokuwa wakimpiga na kumburuta nje ya mji kwa mawe. Na akaenda kwenye mbingu ya 3, anasema, mimi sijui kama nilikwenda au kama nilikuwa naona maono kutoka kwa Mungu, lakini anasema hivi, niliona mambo yasiyopasa kutamka. Je, hilo linakuongezea hali ya mashaka? David Livingstone aliandika, pazia linalofunika siri za utukufu wa mbinguni, Mungu hajaruhusu lifunuliwe. Inatosha kwamba tunajua kuwa katika ulimwengu huu watakatifu watapata furaha kamili na baraka kamili, wakimfurahia Mungu kwa hakika milele. Hivyo inatosha kusema kuna mambo mengi kuhusu mbinguni ambayo hatuyajui, lakini tunachotaka kufanya kwa dakika hizi kadhaa zijazo ni kujibu baadhi ya maswali kuhusu mbinguni kwa kutegemea kile Biblia inachotambua kuhusu hii sehemu. Kwanza, je, mbinguni ni wapi? Je, mbinguni kutakuwa ni duniani kuliko karabatiwa au vipi? Hata hivyo, ni kweli kwamba kuna wengi wanafundisha kwamba mbinguni kutakuwa hapa duniani. Unafahamu Mashahidi wa Yehova pamoja na waandishi wengi wa madhehebu wanabishana na kwamba ujio wa pili wa Yesu Kristo duniani hautakuwepo. Dunia itasafishwa kwa moto wakati akija, na dunia hii itakuwa ndio makao ya waaminifu kukaa milele, wale wote waliokuwa waaminifu. Wanazungumzia kama nchi mpya. Huwa wanapenda kwenda kwenye vifungu kama Ufunuo sura ya 21 mstari wa 1, sema, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kama mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita. Na hoja zao kimsingi ni kwamba Mungu ataichoma moto nchi ya kale na kuiumba kwa mara nyingine kama paradiso, na watatumia vifungu kama Mathayo sura ya 5, wenye upole watarithi nchi. Lakini wanakosea katika hili. Mbinguni hapatakuwa katika dunia hii. Tunaweza kutoa vifungu vingi, lakini kwa ajili ya muda angalia Yohana sura ya 14 mstari wa 2, nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo nisingaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi ninyi muwepo. Yesu anaelezea mbinguni kuwa ni mahali ambapo yeye anakwenda, si hapa, na ni mahali ambapo atatupeleka na sisi. Kwenye Mathayo sura ya 6 mstari wa 10, Yesu aliwaambia wanafunzi wake kusali kwamba mapenzi ya Mungu yatimizwe hapa duniani kama yanavyotimizwa huko mbinguni. Kwa uwazi kabisa, hizi ni sehemu mbili tofauti. Waraka wa pili wa Petro sura ya 3 mstari wa 10, lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitageuzwa na kufumuliwa, na nchi na kazi za mikono zilizomo ndani yake zitateketea. Rafiki yangu, ulimwengu wa vitu utakoma kuwako. Hautakwenda kurekebishwa, utakwenda kuangamizwa. Ni jambo la kushangaza kwamba watu wanaoliamini fundisho hili
wanaifanya dunia kwamba dunia inafanywa kuwa mpya, kama kutakuwa na kifungu hiki au kingine chenye uthibitisho, lakini ni la kuvutia kwamba hakisemi lolote kuhusu kuikarabati dunia. Kinachosisitiza tu ni kwamba dunia haitakuwepo. Mashahidi wa Yehova wanakosea katika hili. Hivyo mbinguni ni wapi? Vyema, mbinguni ni sehemu Yesu alisema ninakwenda kuwaandalia makao. Lakini ni sehemu ya kimwili? Hapana, si sehemu ya kimwili. Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 24, Biblia inasema kwamba Mungu hakai kwenye hema zilizojengwa kwa mikono ya wanadamu. Yohana sura ya 4 mstari wa 24 inasema kwamba Mungu ni roho. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 20 inasema kwamba mwili na damu haviwezi kurithi ufalme wa Mungu. Unaona? Mbinguni si sehemu ya kimwili, ni sehemu ya kiroho. Na hivyo tunapojaribu kujibu swali, je, mwelekeo au anwani ya mbinguni, au unapomwelekeza mtu mwelekeo wa mbinguni ni upi, hatuwezi kupata jibu katika hilo. Je, ni nani atakuwa mbinguni? Kuna vifungu vingi sana tunavyoweza kuviendea ili kujibu swali hili. Hebu ngoja nitumie kimoja kwa sasa. Wathesalonike wa pili sura ya 1 mstari wa 7 mpaka wa 9. Na kutakuwa kuwalipa ninyi mtesao raha pamoja na sisi wakati wa kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo kutoka mbinguni pamoja na malaika wa uweza wake katika mwali wa moto, huku akiwalipa kisasi wao wasiomjua Mungu na wao wasioitii injili ya Bwana wetu Yesu, watakaoadhibiwa kwa maangamizi ya milele, kutengwa na uso wa Bwana na utukufu wa nguvu zake. Tunajifunza kutoka katika kifungu hiki kwamba wale ambao wataitii injili watakwenda kwenye sehemu ya faraja na pumziko la mbinguni. Wale ambao hawataitii injili watapata maangamizi ya milele. Mtu anaitii injili kwa kusikia, kuamini, kutubu dhambi zake, kukiri imani yake kwa Kristo, alafu akabatizwa ndani ya Kristo kwa ajili ya ondoleo la dhambi zake. Kwa kufikia hapo, Mungu mzidisha kwenye kanisa lake ambalo ni mali yake Kristo, na kama akiishi kwa uaminifu na utii kwa Kristo siku zote zilizobaki, atajipatia makao huko mbinguni milele. Wale ambao hawajaitii injili na hawajafanya lolote lile la kuwa washiriki wa kanisa la Kristo, wataadhibiwa kwa maangamizi ya milele Jehanamu. Kwa maelezo zaidi juu ya swali hili, nikuelekeze kwenye somo ambalo linaloongelea ni je, ninapaswa kufanya nini ili niweze kuokoka. Hilo ni somo lingine tofauti. Je, tutafahamiana kule mbinguni? Hili ni swala la tatu ambalo natakiwa tuliangalie. Nimekuwa nikiuliza swali hili mara kwa mara kwa miaka mingi. Ninaamini jibu la maswala hili ni hakika ndio. Sijawahi kuwa na shaka lolote katika hili. Nafikiri sababu ya watu kushindwa na hili swali ni kwa wao kutokutambua kwamba tutakuwa na miili mipya tofauti kule mbinguni. Mwili utakaofufuliwa hautakuwa na damu na nyama, usioharibika, na kwa hiyo kwa kulingana na hilo wanashangaa, je, inawezekanaje sasa sisi kwa sisi kufahamiana? Ninaamini kwa hakika kwamba Biblia hufundisha kwamba tutafahamiana kule mbinguni. Kwanza fikiria maana ya hili swali. Kama hatutafahamiana kule mbinguni, basi hiyo inamaanisha kwanza kwamba kifo ni utengano wa milele. Mara ya mwisho ulipokuwa na wapendwa wako, kwamba eti huo ndio utakuwa ni mara ya mwisho kuwaona wao. Uliposimama pembeni ya kaburi zao wakati wanalazwa miili ya wenzi wako waliofariki, eti kwamba eti huo ndio utakuwa mwisho wa wewe kuwaona. Na kwamba siku moja, muda si mrefu, na wewe utapita katika sehemu hiyo isiyo na jina, kuungana na wengi wasiowafahamu ambao walikwenda huko kabla yako. Rafiki, roho zetu huumia tunapolizungumzia wazo hili kama lingekuwa na ukweli. Kujua huko kwa thamani eti kulikuwa na maisha haya tu. Maana ya pili, siku ya hukumu nitasimama mbele ya watu nisiowajua kabisa. Ama hilo au mwaliko wa kurithi ufalme, Bwana atafufua kumbukumbu ili kwamba niingie mbinguni nikiwa na watu ambao ni wageni kwangu kabisa. Hilo halitawezekana. Unapaswa kukubali kwamba uthibitisho huu ni kweli. Utaharibu kabisa dhana yetu ya namna gani mbinguni kutakavyo kuwako. Wakati mwingine tunaimba wimbo kama hatutaonana tena upande huu wa dunia, basi tuonane huko mbinguni, au tuonane bandarini kule. Tunaimba nyimbo hizo mara nyingi. Basi tutapaswa kuacha kuimba wimbo kama hatuamini kwamba tutafahamiana, kwa sababu hilo halitatokea kule ng'ambo.
Kama hili litakuwa ni kweli, kama hakuna kufahamiana kwenye siku zijazo, basi hivyo vyote inatakiwa tuviache, tuviweke kando kabisa. Lakini tatu, ni vigumu kuiona taswira ya mahali pa furaha kamili kama mbinguni, kama mbingu itakavyokuwa wakati utakapoondoa ukweli kwamba tutakutana na wapendwa wetu kule mbinguni. Mbinguni hakutakuwa pa kufurahisha kama utaondoa watu ambao tunawapenda au tunawafurahi, wamepambana kwa ajili ya imani na wakafika kule. Hiyo ni moja ya vichekesho vinavyoweza kunisababisha mimi nikawa nacheka tu eti kwamba tukifika mbinguni hatuwezi kufahamiana. Lakini sasa tujiulize swali, je, Biblia inasemaje kuhusiana na swala hili? Ninaomba usikilize baadhi ya maelezo ya kibiblia kuhusu kifo. Kwenye Mwanzo sura ya 25 mstari wa 8, ninataka usikie namna Biblia inavyokielezea kifo cha Ibrahimu. Mstari wa 8, Ibrahimu akafariki na akafa katika uzee mwema. Mzee sana, ameshiba siku, akakusanyika kwa watu wake. Kirai akakusanyika kwa watu wake, au kingine kinachofanana na hiki kimetumika pia katika kielelezo cha kifo cha Ishmaeli. Kwenye Mwanzo sura ya 35 mstari wa 29, kifo cha Yakobo kwenye Mwanzo 49 mstari wa 29 mpaka 33, Musa na Haruni, Kumbukumbu la Torati 32:50. Sasa hicho kirai hakiwezi kuwa kinazungumzia maziko ya miili yao tu, kwa sababu Musa alizikwa katika sehemu ya siri katika bonde la nchi ya Moabu, mbali kutoka mahali ambapo maeneo ambayo tunaweza tukayaelezea. Kwa hiyo kirai hicho akiongelei hayo ya masuala ya maziko ya wazee au ya wazee wake. Lakini watu wake ambao walikufa hapo kwanza, je, inazungumzia nini? Ni lazima itakuwa inazungumzia kukusanyika na watu wake, ikirejea wale wazee waliowahi kuishi au kufa au kwenda kabla yake na yeye akafa. Na kusikiliza hiki kifungu, sikiliza tumaini ambalo Daudi alilionyesha katika Samueli wa pili sura ya 12 mstari wa 23. Daudi anahuzunika kuhusu kifo cha mwanawe na Bathsheba. Lakini mstari wa 23 anaomba, je, naweza kumrudisha tena? Mimi nitakwenda kwake, lakini yeye hatanirudia mimi. Sasa je, Daudi alikuwa anawaza nini pale anaposema, je, nitaweza kumrudisha? Mimi nitakwenda kwake, lakini yeye hatanirudia mimi. Nafikiri kile kinachoonekana hapa ni tumaini la Daudi, kwa kuwa siku zijazo, anatarajia wakati wa siku zijazo baada ya kifo chake ambapo ataungana na mwanawe. Anaelezea kwamba atamtambua na atafurahia kuwa naye. Miaka michache iliyopita, rafiki yangu alipompoteza binti yake kwa ugonjwa wa saratani, baadaye nikamsikia akisema maelezo haya. Hili litakuwa ni jambo zuri ambalo limewahi kutokea, alisema huyu jamaa, kwa sababu itakuwa ni kichocheo kwangu kubaki kuwa mwaminifu, kwa sababu ninataka kumuona binti yangu tena. Je, hilo si wazo zuri? Rejea nyingi za Mtume Paulo zinaweza kutolewa ili kuthibitisha jambo hili. Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 mstari wa 19, Paulo anawaambia Wakristo wa Thesalonike, maana tumaini letu au furaha yetu au taji ya kujionea furaha ni nini? Je, si ninyi mbele za Bwana wetu Yesu wakati wa kuja kwake? Maana ninyi ndinyi utukufu wetu na furaha yetu. Nielezee ni kwa namna gani Wakristo wa Thesalonike watakavyomletea Paulo furaha siku ya hukumu kama hakutakuwa na uwezo wa kuwatambua. Lakini sikiliza hili, ninafikiria hili kwa hakika linajibu swali letu. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4. Baadhi ya Wakristo wa Thesalonike walikuwa wanajadili kuhusu ndugu zao, wapendwa wao ambao wamekwisha kufa. Na sikiliza Paulo alichowaandikia katika mstari wa 13. Lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao walolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Kristo alikufa akafufuka, vivyo hivyo nao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja nanyi. Kwa kuwa tuambieni ya kwamba neno la Bwana kwa neno la Bwana kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao walokwisha kulala mauti, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya mbinguni, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha
Sisi tulio hai, tuliosalia, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili kumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno haya, marafiki. Kama maneno haya hayafundishi kufahamiana kwa siku zijazo, basi sijui ni nini kitakuwa kinafundisha hilo. Paulo anawaambia, msihofu kuhusu wapendwa wenu ambao wamekufa, mtawaona tena, nanyi mtakuwa na Bwana milele. Hivyo farijianeni katika ukweli huu. Je, tutafahamiana maisha haya yatakapokwisha? Maandiko yanatufundisha kwamba ni kweli tutafahamiana. Lakini kuna pingamizi ambalo limewekwa. Baadhi watapinga, lakini tutakuwa tumepoteza sifa za miili yetu. Hatutaweza kuonana kama vile tulivyokuwa. Fulani na fulani hawatakuwa na vipara. Tutakuwa na miili mipya tuliofufuliwa nayo. Itakuwaje sasa, tutakuwezaje kutambuana? Sijajua wewe utakuwa unafananaje. Wakati mwingine watu wamekuwa wakiniuliza, vipi kuhusu mtoto aliyekufa wakati wa kuzaliwa, au hata mimba iliyotolewa? Je, atafananaje huko mbinguni? Je, tunawezaje kumtambua? Marafiki, jibu hili ni sijui itakuwaje. Sijui jibu la swali hili. Ninajua kuwa Daudi alitarajia kumfahamu mwanawe waliyemzaa na Bathsheba. Labda itakuwa ni ufahamu wa uwezo wa juu ambao utaambatana na mwili mpya wa kiroho. Mimi sijui. Sidhani kama tuna majibu ya maswali kama haya. Lakini waraka wa kwanza Yohana sura ya 3 mstari wa 2 inasema, wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala hajadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini tunajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Bado hatujajua, lakini najua nitakuwa mimi. Na sikiliza hiki kifungu kutoka katika kitabu cha Ayubu kinachosema, Ayubu sura ya 19 mstari wa 25 mpaka 27. Ayubu anasema, lakini mimi najua ya kuwa mtetezi wangu yu hai. Najua ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi, na baada ya ngozi yangu kuharibika hivi, lakini pasipo kuwa na mwili wangu nitamuona Mungu, nami nitamuona mimi nafsi yangu, na macho yangu yatamtazama, wala si mwingine. Ayubu alikuwa na wazo kwamba yeye kama Ayubu atamuona Mungu, na kwamba atakuwa katika mwili wake uliobatilishwa, akimaanisha katika mwili usioharibika. Lakini bado alikuwa ni Ayubu yule yule ambaye atamuona kwa macho yake. Anasema wala si mwingine. Pingamizi lingine la pili linaweza kuwekwa, au watu wanaweza kauliza swali, tutakuwa kama malaika? Wanarejea katika kile Bwana alichokisema katika Mathayo sura 22 mstari wa 30 kwamba, kwa maana katika kiyama hawaoi wala hawaolewi, bali huwa kama malaika mbinguni. Lakini hoja hii inaangukia katika hoja tuliyoiongelea. Malaika wana kumbukumbu na wanafahamiana. Maelezo haya ya Yesu yalitolewa ili kuonesha kwamba katika maisha yajayo uhusiano wa ndoa hautakuwapo. Hoja ni kwamba ndoa huishia katika kifo, si kwamba hatutafahamiana kwenye maisha yajayo. Lakini pingamizi la tatu litakuwa ni vipi kuhusu wapendwa wetu ambao hawapo huko. Baadhi ya watu wamelikataa wazo la kufahamiana katika maisha yajayo kwa sababu wanaamini kwamba kama tutafahamiana, basi tutatambua kwamba baadhi ya wapendwa wetu hawapo kule, na tutatambua kutokuwepo kwao kumetokana labda na wao wamekwisha kukosa furaha ya mbinguni. Lakini nataka sisi tukumbuke kwamba Ufunuo sura ya 21 mstari wa 4 inasema kwamba Mungu atatufuta chozi, kila mtu chozi machoni pake, wala maombolezo hayatakuwepo, wala kilio, wala maumivu havitakuwapo tena. Sasa Bwana atalitimizaje hili? Mimi sijui, lakini ninaamini hilo. Unajua, Mungu hatamlazimisha mtu yoyote kwenda mbinguni. Kwa upendo humruhusu kila mtu kufanya maamuzi au kufanya uchaguzi kwenye maisha yake kila wakati tunapokuwa hapa duniani. Sasa natumaini wote watakwenda mbinguni au watakao kwenda mbinguni, na anatumaini sana kiasi cha kumtuma Yesu Kristo aje afe ili atuokoe. Lakini bado hamlazimishi mtu. Kila mtu ana uhuru wa kuchagua ama kwenda mbinguni au uhuru wa kuchagua kwenda jehanamu. Na ninaamini kwamba tutakaposimama mbele za Mungu na dhana zote mbovu zitakazokuwa zimeisha, na tunapoweza kuonekana na kuona upendo mkamilifu wa Mungu, haki yake kwamba ni ya hakika,
kwamba tutakuwa na uwezo wa kukubaliana na Mungu na hukumu yake kamilifu. Na rafiki yangu nikwambie kitu, ninaamini kwa hakika kwamba Biblia inafundisha kwamba wale watakaokwenda mbinguni watafahamiana, watajuana, utamjua yule ni nani na yule ni nani. Sasa swali lingine la 4 ni je, kutakuwa na viwango vya thawabu kule mbinguni na jehanamu? Mtu fulani husema, unajua jehanamu ni sehemu mbaya. Je, hii itakuwa mbaya kwa watu fulani kuliko wengine? Ninaamini jibu la Biblia ndivyo kwa swali hili. Angalia katika waraka wa pili wa Petro sura ya 2 mstari wa 20, inazungumzia Mkristo aliyeiacha kweli. Kwa maana wale waliokwisha kuyakimbilia machafu ya dunia kwa kumjua Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, wakinaswa tena na kushindwa, hali yao ya mwisho imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Mwanzoni walikuwa wamepotea, lakini sasa wako kwenye hali mbaya kuliko ile ya kupotea. Je, hiyo inaweza ikawa inamaanisha nini? Nafikiri inamaanisha kwamba kuna viwango vya adhabu. Katika Mathayo sura ya 11 mstari wa 22, Yesu anaiambia Korazini na Betsaida, itakuwa rahisi Tiro na Sidoni kustahimili adhabu za siku ya hukumu kuliko ninyi. Je, ni nini maana ya kustahimili? Umesikia watu wakisema, ninafikiri kuna sehemu moto maalum huko mbinguni au huko jehanamu kwa watu kama wewe. Mtu anakuwa anamtania mwenzake kwamba wewe moto wako umeandaliwa ni maalum. Vema, sijui kama inazungumzia kiwango cha joto, lakini ninaamini kwa hakika Biblia inafundisha kwamba kutakuwako na viwango vya adhabu kule jehanamu. Mtu fulani akasema, vema, vipi kuhusu kiwango au thawabu? Je, mbinguni kutakuwa kuzuri kwa wengine kuliko wengine? Ili hali nikiwa sifikiri kwamba hili linafundishwa, kwa hakika ninaamini kutakuwa na viwango vya zawadi. Danieli sura ya 12 mstari wa 3 inasema, nao walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga, na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Danieli sura ya 12 mstari wa 3. Vipi kuhusu wale waongozao wachache au hakuna kabisa kutenda haki? Je, na hao watang'aa kwa mwanga ule sawa sawa na wale wanaoongoza wengine? Kama watang'aa sawa sawa, basi hoja ya msingi ya mstari huu ni ipi? Katika Agano Jipya kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 3, Paulo anajadili kuhusu Wakristo wakiwaongoa au watu kuja kwa Kristo. Nasikiliza mstari wa 14 na 15, anasema, kazi ya mtu aliyejenga juu yake ikikaa atapata thawabu. Kazi ya mtu ikiteketea atapata hasara, ila yeye mwenyewe ataokolewa, lakini ni kwa moto. Je, wazo ni nini hapa? Wazo lililopita linaonyesha kuwa kuzawadiwa kunahusishwa na wale wanaowaongoa au wanaodumu katika kuongoa. Kunaonekana kuhusishwa kwa kupotea kwa wale waongofu ambao huanguka. Je, hili ni sawa na wazo linalotolewa kwenye Danieli sura ya 12 mstari wa 3? Paulo alisema kwenye Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 mstari wa 19, maana tumaini letu au furaha yetu, taji ya kujionea furaha ni nini? Je, si nini mbele za Bwana wetu Yesu wakati wa kuja kwake? Paulo anawatazama ndugu waaminifu kama taji ya furaha siku ya hukumu. Tena unaonekana kuwa na furaha kubwa, thawabu kubwa inayohusishwa na hili. Lakini jambo la 5, tunapokufa, je, tunakwenda moja kwa moja mbinguni au tunakwenda katika sehemu ya kati inayoitwa paradiso? Kwanza, hebu niseme kwamba ninawajua watu wema na wenye maarifa ambao wanapingana na hili, na siamini kwamba hili ni suala la ushirika. Pili, nitakwenda paradiso au wakati wa kifo changu nitafurahia hilo? Baada ya kusema hayo, ninaamini kwamba Biblia hufundisha kuwa tunapokufa wenye haki huelekea paradiso na waovu huelekea kuzimu, na kwamba mbinguni na jehanamu havitakuwapo mpaka baada ya siku ya hukumu. Hebu nishirikiane na wewe baadhi ya sababu, yani kwa nini naamini hili. Kwanza, kwenye Waebrania sura ya 11 mstari wa 39 mpaka 40 inaonyesha kwamba wenye haki wote watakwenda mbinguni kwa wakati mmoja. Kisikilize kifungu hiki, na watu wote hao wakiisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao
hawakuipokea ahadi, kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia kutuwekea sisi kilicho bora, ili wao wakamilishwe pasipo sisi, ili wao wasikamilishwe pasipo sisi. Samani. Hivyo inamaanisha kwamba watu wote waliookolewa wamekwisha kufa kabla yangu au kabla ya mimi kuondoka, hawajaenda mbinguni. Au watu wote waliokufa hawajaenda mbinguni, wako mahali wanasubiri. Lakini sababu ya pili, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 12, Mtume Yohana anasema hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote. Sasa hili liliandikwa, kumbuka, takriban mwishoni mwa karne ya kwanza, na bado Yohana anasema hakuna mtu aliyemuona Mungu. Kama tungelikuwa tunakwenda moja kwa moja mbinguni baada ya kufa, ingewezekanaje maelezo haya yakawa ni ya kweli? Jambo la tatu, kwenye Yohana sura ya 3 mstari wa 13, Yesu anathibitisha kwamba ni Kristo pekee ndiye aliyepaa kwenda mbinguni na ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Hili limejibu kabisa swali lililopo kichwani mwangu. Kama tunakwenda moja kwa moja mbinguni wakati wa kufa, maana yake ni kwamba siku ya hukumu tutatoka mbinguni ili tuje hukumuni, na ndipo Kristo atatutambua. Ataanza kusema, njoni ninyi mliobarikiwa na Baba yangu, ingieni katika ufalme ulioandaliwa kwa ajili yenu tangu misingi ya ulimwengu. Hiyo itakuwa ni lugha ya ajabu kama tayari walikwisha kupokea, alafu tena ndo wanawaambia hayo maneno. Lakini jambo la tano, mifano ya Kristo inafundisha kwamba thawabu itakuwapo siku ya hukumu. Tungeliweza kupitia vifungu kadha wa kadha, lakini huu ni mmoja wa mfano wake, ule mfano wa talanta. Mathayo sura ya 25. Ilikuwa ni mpaka aliporudi Bwana ndipo watumishi waliposikia maneno haya, ingia katika raha ya Bwana wako. Ni jambo hilo kwenye mfano wa wanawali wenye hekima na wapumbavu. Ilikuwa ni mpaka alipokuja bwana harusi ndipo wenye hekima walipoambiwa waingie kwenye sherehe. Lakini jambo la sita, vifungu vingi vinafundisha kwamba wenye haki wataipokea taji siku ya mwisho. Luka sura ya 14 mstari wa 13 mpaka wa 14, Biblia inasema, bali ufanyapo karamu uwaite maskini, vilema, viwete, vipofu, nao utakuwa heri, kwa kuwa hao hawana cha kukulipa, kwa maana utalipwa katika ufufuo wa wenye haki. Simona baadaye. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 4, na mchungaji mkuu atakapodhihirishwa mtaipokea taji ya utukufu ile isiyoharibika. Mtu fulani anauliza, vyema, kama hatuendi moja kwa moja mbinguni wakati wa kufa, basi sasa unaielezeaje Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 8, na inasema kuwa mbali na mwili unakuwa katika uwepo wa Bwana. Mjadala unakwenda kama hivi: Mungu yuko mbinguni, na kama hatupo katika mwili basi tupo kwenye uwepo wa Bwana. Basi ni lazima tutakuwa mbinguni baada ya kufa. Wakati mwingine wala hata wanatumia kifungu cha Filipi sura ya 1 mstari wa 23, ambapo Paulo anaeleza kwamba yupo kwenye njia panda. Anataka aendelee kuishi kwa ajili ya ndugu, lakini kuondoka na kuwa na Bwana ni bora zaidi. Tena wazo lile Bwana yuko mbinguni, na kama Paulo anasema angelitaka kwenda kwa Bwana atakapokufa, hivyo basi inamaanisha kwamba angelikwenda mbinguni. Je, unalijibuje swali hili? Vyema. Kwanza ningetaja kwamba Paulo hakuwa anatarajia kuipokea taji ya milele punde tu atakapokufa. Lakini Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 8, Biblia inasema, baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanilipa siku ile, wala si mimi tu, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Paulo alikuwa anatarajia kupokea taji ya mwisho mpaka siku ya hukumu. Lakini pili, ningelitaja vifungu vyote ambavyo tumekwisha kuviangalia kwenye mafundisho hili, kwamba hatuendi moja kwa moja mbinguni tunapokufa. Mtu fulani anasema, je, sasa ni nini maana ya kuondoka na kwenda kuwa na Bwana? Kwa kifupi, inamaanisha kuwa katika faraja ya Bwana. Unajua, watu wengi ambao wanaamini kwamba tunakwenda moja kwa moja mbinguni wakati wa kufa, wanaamini kwamba hawakuwa katika hali hiyo. Wanaamini kwamba kabla ya kufufuka kwa Kristo na kupaa kwenda mbinguni, kwamba watu walikuwa wamefungwa kuzimu. Lakini baada ya Kristo kupaa kwenda mbinguni, sasa wenye haki wote wanaweza kwenda moja kwa moja. Lakini limpasa Kristo kukishinda kifo kwanza, na alipaswa kuwa wa kwanza,
Lakini hiyo ndio hoja ninayoweza kuiendeleza, kwamba kwenye agano la kale waliamini kwamba wenye haki walikwenda kuzimu ambapo ni paradiso. Lakini kwenye agano la kale Sulemani aliandika, wakati anaandika kwamba tunapokufa roho humrudia Mungu aliyeiumba. Angalia katika Mhubiri sura ya 12 mstari wa 7. Roho inaenda kuzimu, lakini bado Biblia inasema inamrudia Mungu. Mzaburi aliandika, naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, nitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Zaburi ya 23 mstari wa 4. Daudi anakizungumzia kifo na kuwa na Mungu, hata kama atakuwa paradiso na si mbinguni. Zaburi ya 139 mstari wa 8, ningefanya kuzimu kitanda changu, wewe uko. Hata kama baadhi ya watu wanaamini kwamba kulikuwa na sehemu ya kusubiri kwenye agano la kale, lakini si leo. Biblia inasema kwamba kwenye sehemu hiyo ya kusubiri au kuzimu, Bwana alikuwa pamoja nao. Hivyo ukweli kwamba Paulo alisema kwamba ningekuwa na Bwana wakati akifa, siamini kwamba kuna uthibitisho kwamba alikuwa anaongelea kwamba anakwenda mbinguni moja kwa moja anapokufa. Tena hakuna aliyepaa mbinguni isipokuwa Yesu. Usisahau ya maelezo tuliyosoma kwenye Yohana sura ya 3 mstari wa 13. Sasa swali la mwisho, je, mbinguni kutakuwaje? Wathesalonike wa pili sura ya 1 mstari wa 7 inasema kwamba kutakuwa na pumziko huko. Ufunuo sura ya 21 mstari wa 4 inasema kwamba hakutakuwa na machozi na Mungu atawafuta machozi. Hakutakuwa na mauti wala huzuni wala kilio. Hakutakuwa na maumivu, kwa maana yale ya kale yote yamepita. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 17 itakuwa ni sehemu ya muunganiko mzuri ambao tutawaona marafiki zetu waaminifu na familia waliotutangulia. Lakini pia kwenye Samueli wa pili sura ya 12 mstari wa 23 Daudi alisema kwamba atamuona mtoto wake tena, yule aliyefariki muda mfupi tu baada ya kuzaliwa. Waebrania sura ya 11 inatuarifu kwamba watu wote waaminifu, mashujaa kwenye Biblia watakuwepo. Mathayo sura ya 25 mstari wa 46 inakuita ni uzima wa milele. Ufunuo sura ya 22 mstari wa 1 inaeleza ni maji safi ya mito ya uzima itokayo kwenye kiti cha enzi cha Mungu, na katikati ya mji pana mti wa uzima. Na hiyo sisi sote tutakuwa katika uwepo wa Mungu, Yesu Kristo na Roho Mtakatifu milele. Hakutakuwa na maumivu, ni furaha na muunganiko wote wa milele. Nilianzia katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 12 na nataka kumalizia na mstari huu. Paulo anasema ameona vitu ambavyo haijuzi mwanadamu ayanene. Rafiki, kuna mambo mengi kuhusu mbinguni ambayo hatuyafahamu, lakini nataka ujue hili kwamba wimbo unavyoimba kwamba mbinguni ni kwa hakika pa thamani. Mbinguni ni hakika mahali ambapo tunapotarajia. Kwa hiyo jipange umwendee Mungu, kwa sababu mbingu imeandaliwa kwa ajili yako.